supreme prophecy ya kwanza ni kwamba 2026 ni mwaka wa dunia ndani ya gunia. Ushauri wa kinabii, kanisa livae gunia ili lisiingie kwenye gunia la dunia. Yaani 2026 ni mwaka wa gunia, ni mwaka wa dunia ndani ya gunia. Hii dunia niliona imebebwa na malaika, alafu ikatiwa ndani ya gunia ikafungwa hivi. Maana yake kuna kitu ambacho dunia ilitiwa ndani ya gunia. Sasa gunia, then Bwana akaniambia ushauri wa kinabii, kanisa livae gunia ili lisiingie kwenye gunia la dunia. Kuna mazingira ambapo dunia inaenda kuingia mwakani ambapo inaitwa mazingira ya gunia. Sasa tafakari gunia lilivyo. Gunia ukichukuliwa ukatoka kwenye gunia, suffocation. Ukichukuliwa ukatoka kwenye gunia, ni mazingira ambayo sio kawaida. Ni mazingira ya ukame, ni mazingira ya scarcity. Kwa maana nyingine ni mwaka wa dunia ndani ya gunia. Maana yake ni mwaka ambao sio mwepesi kama unafikiri. Kwa magunia bei pia ni mwaka wa mfumuko wa bei. Ni mwaka wa mfumuko wa bei. 2026 ni mwaka wa mfumuko wa bei. Patakuwa pana mfumuko wa bei ambao je kuona. Patakuwa pana vitu ambavyo je kuona, patakuwa pana mambo maje kuona, patakuwa ni mwaka wa ulimwengu wa watu kusingiziwa. Utaona watu wakisingiziwa kesi sio kesi. Kwa sababu gani? Kuna dunia ambayo inatiwa kwenye gunia. Mauaji ambayo kuona, na utaanza kuona watu wakifa na wakiuawa na wakitoka kwenye magunia. Kwa ni mwaka ambao patakuwa pana mizoga mingi sana. Kwa Bwana akasema kanisa livae gunia ili kulizuia lisiingie kwenye gunia la dunia. Kwa sababu pia utaanza kuona mauaji wa wachungaji, mauaji wa watu mbalimbali, utaanza kuona watu wanauawa, watu wanatupwa, mambo mbalimbali, kwa sababu ni mwaka sio mwaka mpesi, ni mwaka ambao kuna dunia hii inajaa kwenye gunia. Ni phase. Na pia ni mwaka ambao wale ambao walikaa vizuri na Mungu watafaidika. Kwa hiyo pia kuvaa gunia maana yake nini? Ni mwaka wa maombi ya kuomboleza. Kwa maana nyingine dunia itaomboleza. Kuna mambo ambayo yanaanza kutokea 2026 ambayo the whole world itaomboleza. Patakuwa pana jambo moja kubwa ambalo linaanza kutokea katika uchumi wa dunia ambalo litafanya dunia nzima ingie mahali pa kuomboleza. Dunia, serikali, it will come to its knees. Serikali nyingi zitashukuja kwenye magoti kwa sababu ni dunia nzima itaomboleza 2026. Kwa Bwana akaniambia 2026 ni mwaka wa dunia ndani ya gunia. Kwa na kuombea, vaa gunia lako haraka kwa sababu ukivaa gunia hautaingia kwenye gunia la dunia. Lakini sasa palikuwa pana mambo mawili. Niliona ni mwaka wa dunia ndani ya gunia. Alafu kuna dunia ndani ya gunia, alafu kuna gunia ndani ya dunia. Sasa maana yake nini? Kuna dunia kuingia kwenye gunia, alafu kuna gunia kusimama juu ya dunia. Kwa hiyo hii dunia imekamatwa, imeingia kwenye gunia. Lakini pia kuna gunia sasa ambalo liko juu ya dunia. Kwa hiyo jiombee wewe uwe ni gunia la dunia. Maana yake nini? Jiombee wewe uwe akiba ya Mungu. Uwe akiba. Kwa sababu 2026 pia ni mwaka ambao kuna watu ambao wataingia kwenye dunia. Lakini kuna watu ambao Mungu atawaandaa kama magunia. Gunia kazi yake ni kuweka akiba. Kuna watu ambao ni akiba ya Mungu. Mungu anaenda kuwafunua 2026. Kwa mfano kama Yusufu alikuwa ni gunia la familia yake. Gunia kwa jinsi ya kawaida linadharaulika. Kwa ni mwaka wa watu ambao waliodharaulika kukaa kwenye nafasi zao. Kwa hiyo omba Mungu akufanye wewe uwe gunia. Na ndio maana unaona Yusufu sasa anakuwa gunia na anakuwa na hekima ya kigunia ya akiba. Ambayo hekima ya akiba inampa yeye kule Misri aende akaachilia akiba
ambayo hiyo akiba inakuwa msaada kwenye familia yake. Kwa hiyo jiombee wewe uwe gunia kwenye dunia, lakini jiombee wewe usiingie kwenye gunia la dunia. Sababu watu wengi ambao hawatavaa gunia kuomba wataingia kwenye gunia la dunia, maana yake dunia itafunguka wataingia ndani yake. Lakini kuna watu wachache ambao watakuwa ni akiba ya Mungu duniani. Kwa sababu ule akiba, ndio maana akiba. Yote ndio akiba bakia. Kwa hiyo ni mwaka ambao wengi watakufa, lakini watakaoomba wengi watabakia. Kwa hiyo anza kuishi kama akiba. Sio watu wengi huwa wanaishi maisha ya akiba. Maisha ya akiba, jifahamu kama akiba ili uweze kubakia, kwa sababu akiba hiyo ba ikaja kwa akiba afa inakuwa bakia. Kwa utabakia duniani. Kwa msimu Mungu akupe neema kubakia duniani. Maana sio wengi ambao watabakia kutokana na mazingira ambayo dunia itakuwepo. Kwa hiyo prophecy ya kwanza, la muhimu ni kuishi ndani ya maombi. Lakini jambo lingine, 2026 kwa kanisa utakuwa ni mwaka ambao unaitwa mwaka wa the open eye. The year of the open eye. Sasa sio tu open eye, the open eye of the heart au ya nafsi. Sasa Bwana akaniagiza kwamba tarehe 31 2025 niandae mkesha unaitwa mkesha wa kufunguliwa jicho la moyo kwa watakatifu. 2026 is the year of the open eye between a lamenting earth. Ni mwaka wa kufunguliwa jicho katikati ya dunia inayoomboleza. Angalia, kipindi kile dunia ilikuwa inaomboleza cha Yusufu na Farao, lakini walifunguliwa macho wana wa Israeli wakaenda Misri. Lakini pia Mungu alifungua jicho la Yusufu ili kupata hekima ya akiba. Kwa hiyo Mungu akupe hekima. Kama macho yako hayataona, utafeli. Fikiria kama Yusufu macho yake asingekuwa naona, macho yangefeli. Kuna mazingira ambayo 2026 huwezi kuishi kama una macho, kwa sababu giza linalokuja 2026 sio tu giza kama giza. Ni giza ambalo kazi yake ni kupofua watu wasione. Ni kupofua fursa. Kwa Mungu akupe jicho la fursa. Wakati wengine wanapita kwenye njaa, wewe uwe na chakula cha kuwauzia wengine. Wakati wengine wamekwama, Mungu akusaidie. Kwa hiyo ni mwaka wa the year of the open eye.